lakini tunashindwa. Kwa nini tunakosa kutambulika kama na sisi tuna haki ya kupata mikopo? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mama, kama kutakuwa na uwezekano, tutengenezewe kipengele na sisi wenye viti ambao tunaishi katika wakati mgumu tupate mkopo, ili mradi uweze kutujikimu kimaisha yetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Nyambagari Gervas, ni mkazi wa Tandika. Niombe radhi kama hamkutambuliwa wenye viti wa serikali za mitaa kwenye itifaki rasmi. Nadhani sio kwa makusudi, imetokea tu bahati mbaya ya kibinadamu. Kwanza mlichukulie hivyo, na kwenye ripoti hii mtaingia mlikuwepo, na sisi tunawajua nyinyi ndio waleta maendeleo katika taifa hili. Wenye viti wa serikali za mitaa oye! Mabingwa kabisa nyie. Kwa kweli niombe radhi kwa hilo, lakini kwenye ripoti yetu itasomeka kwamba mlikuwepo na mchango wenu umechukuliwa. Hilo limepokelewa. Pale nimehama manake mic naona imezima. Naomba tuendelee eneo hili. Nani tunahitaji? Afande Mulilo na kikao kingine saa 9. Kwa hiyo kwa majina naitwa Nyambagari kutoka kata Tandika. Swali langu mimi ni kwa afisa maendeleo na kabineti yake kwa ujumla. Tunarudi kwenye masuala ya huduma, ndio mikopo mmetoa. Tunakuja katika biashara zetu hizi, kuna vitu vinaitwa service levy na kuhusu masuala ya makadirio. Service levy imekuwa changamoto kidogo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Inasema mfanyabiashara mdogo atoe 0.3 na ilipo kwa awamu 4. Lakini imekuwa tofauti. Inapofika katikati ya mwaka, watu wa halmashauri wanakuja kubeba bidhaa au mitambo ya mjasiriamali mdogo, kisa hajalipa service levy, na ukiangalia amelipa na muda wake haujaisha, ila wanahitaji tena alipe tena service levy ya mwaka. Na kwa kufosi kabisa wanachukua bidhaa zake na kila kitu alichonacho. Sasa hapo kunakuwa hakuna namna ya kumsaidia mjasiriamali. La pili, TRA. Mimi ni mjasiriamali mdogo na mmenipa wito wa kwamba nikafanyiwe makadirio. Nimeenda pale ofisini TRA, lakini sipati ushirikiano wowote zaidi ya kupewa fomu tena nizirudishe kwenye serikali zangu za mitaa, na kule nako wananirudisha tena, nenda TRA, sisi hiki hatukifahamu. Ninachoomba TRA watoke warudi kwenye jamii wakatoe elimu nini maana ya kukadiriwa. Pia la tatu, kwenye benki ya CRDB mnasema tufungue akaunti za vikundi, si ndio? Lakini hizo akaunti tunafungua lakini haziwi active, tofauti na akaunti zingine. Kama mimi mtu wa kawaida napoenda kufungua napata pale pale akaunti yangu, tofauti na za vikundi. Unapeleka dokumenti zote, data zote, unaambiwa subiri ndani ya wiki moja. Wiki moja inazidi mpaka inamaliza mwezi, akaunti haijakamilika. Hiyo inakuwaje? Okay, asante sana, umeeleweka. Nani wamebaki wangapi hapa? Tunataka tutumie dakika 6 tuanze kuruhusu majibu. Huenda majibu mengine mkayapata huko. Sisemi kwamba nyinyi huko mtauliza swali, mtauliza, ila tunakwenda na timing ya Kamanda Mulilo. Ana kikao kingine, aanze kujibu yale yanayomhusu mambo ya usalama, alafu tunaendelea na mambo ya maendeleo. Karibu hapo, 1 2 3, dakika 6 hizo zinakwenda. Yule pale 7 8 9 10. Jamani, quickly. Abe, yanatosha? Basi tufanye hivi, mimi napenda kusikilizaga maoni yenu. Subirini, kuna mtu ana swala kwa Kamanda Mulilo kati yenu? Naomba tuende vizuri kwa upendo,
tunazingatia, wengine wanaondoka mmekaa muda mrefu, tukienda kunywa chai hamtarudi. Tunayasikiliza kama hayahusiani na Kamanda Mulilo. Kamanda Mulilo nikukaribishe ujibu, alafu yajibiwe haya mengine. Kama unadhani lilikuwa linafanana, utasema nime-withdraw. Kama unadhani lazima lisimame kwa sababu kwenye majibu haya hujajibiwa, mimi niko hapa na nyinyi. Sawa jamani? Hata wakibaki wawili hapa, yani mimi nitakuwa mwisho kuondoka. Ni maswali tu. Sawa? Hamjanipigia makofi tu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mnamalizia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitoe maelezo mafupi kwenye mambo machache ambayo yamenihusu mimi kama mwakilishi wa jeshi lenu la polisi. Nianze na Geoffrey. Namna gani jeshi au polisi wanaweza kumtambua huyu ni mhalifu na huyu sio mhalifu? Sasa jibu lake hilo ni rahisi tu. Upolisi ni taaluma. Upolisi ni ujuzi. Upolisi ni maarifa. Upolisi unasomewa. Sasa na miongoni mwa masomo makubwa yanayojibu swali hilo lipo somo linaitwa criminology and penology. Yaani somo linalohusu uhalifu. Yaani unafanyaje uhalifu? Unaweza kumjuaje mhalifu? Dalili za mtu kutaka kufanya uhalifu ni zipi? Tabia zake ni zipi? Mwenendo wake ni upi? Matendo yake ni yepi? Kwa hiyo ukiangalia tu ile mienendo, zile tabia, unaweza kujua huyu anataka kufanya kitu fulani. Na bahati nzuri Geoffrey amesema yeye ni mwanafunzi. Yaani kama vile tu darasani mwalimu ambavyo anaweza akajua huyu mwanafunzi anataka kuibia mitihani. Kwa hiyo ukiangalia tu maandalizi yake, tabia anazozifanya kwenye chumba cha mtihani, anafanya kitu gani, unaweza kujua huyu anataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo vile vile upolisi ukitaka kumjua mhalifu unamjua kwa tabia za namna hiyo. Swaiba alisema elimu gani tunaitoa ya kudumisha amani kwenye maeneo mengine tofauti tofauti. Sisi tumekwisha anza, tunazo programu za polisi kata ambao wanakutana na watu mara kadhaa kule chini kabisa. Kama mmesikia polisi kata, wale wanaofuatilia kwa karibu sana wanajua polisi kata wanafanya nini. Lakini wengine tunatumia vyombo vya habari, redio, televisheni, lakini kukutana na makundi, bodaboda wanajua, ambao ni wa maafisa wa usafirishaji, tunakutana nao sana. Pale Machinga tunakwenda sana. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunafanya kwa njia hizo. Mtu mwingine aliitwa Sanga ameongelea swala la usafirishaji ambao kuna masuala ya utu, haki na usawa. Shida alizozieleza ni nani ana haki ya kukamata watu wanaotenda makosa yale usalama barabarani. Anataka kujua nani mwenye haki ya kukamata. Ina maana yeye kukamatwa sio shida, ila anamtaka mwenye haki ya kumkamata. Nilivyomuelewa. Kwa hiyo Sanga, mimi nakushauri la kwanza, kabla ya kumjua mwenye haki ya kukamata, usifanye matendo ya kukufanya ukamatwe ili umtake mwenye haki ya kukukamata. Cha kwanza, akili yako iweke sawa, usipende kukamatwa na mtu yoyote, hata yule mwenye haki ya kukukamata, usipende akukamate. Kwa hiyo cha kwanza, usifanye makosa. La pili, tunazo mamlaka nyingi za kukamata, hasa kwenye masuala haya ya usafirishaji. Ukiacha polisi ambao ni watu wa usalama barabarani, ziko mamlaka zingine kama LATRA, wanaweza kukuhoji jambo lolote. Mamlaka zingine za leseni zinaweza zikakuhoji. Kwa hiyo zipo mamlaka nyingi za kisheria, na mamlaka hizo sio zote ambazo zinavaa uniform. Sio wote wana uniform, japokuwa ni rahisi wakitaka kufanya kazi wakafanya karibu na polisi wenye uniform.
Kwa hiyo ili kuondoka kwenye adha hiyo na kutoleta pukushani, jenga tabia ya kufanya shughuli zako kwa kufuata misingi ya kisheria. Usipende hata huyo unayemtaka kwamba traffic officer au polisi akukamate. Tujenge tabia ya kuzingatia misingi ya kisheria. Fatma aliuliza swala moja kwamba anaona mitutu magari wanawatia hofu. Sasa unanirejesha kule kwenye criminology and penology. Mtu anaogopa polisi, anaogopa magari ya polisi mazuri ambayo yanalinda usalama. Sasa huyo kwenye criminology and penology unaweza kumjua ni mtu wa namna gani? Anayeogopa usalama ambao unaimarishwa, miundombinu ya kiusalama inaimarishwa, halafu yeye anaogopa. Sasa huko mbeleni unaweza kumjua huyu mtu anaweza kuwa nani. Watu wanatamani wale polisi na yale magari yaende mpaka kwenye kata. Watu wanatamani kile unachokiona pale Kisutu kiwe mpaka Kinyerezi, Kitunda, Mwanagati, Msongola, Kivule. Wewe unaogopa badala ya kupongeza, badala ya kufurahi. Lakini pili, nafikiri ulikuwa ufuatilii. Wewe unatoka feri, unapita Kisutu pale. Ufuatilii pale Kisutu kulikuwa na nini? Au mwanzoni wakati mashauri yanaanza kuendeshwa pale kulikuwa na mambo gani? Kwa hiyo wale watu unaowashangaa wamesaidia kuimarisha ulinzi na usalama, ndio maana wewe unaweza kupita sawa eneo lile. Kwa hiyo kwa kifupi sana, masuala yale ulinzi na usalama yataendelea kuimarishwa, na watu wema wanawapenda polisi. Watu wema wanapenda vifaa vile. Watu wema wanapongeza. Kwa hiyo na wewe naomba ujiunge kwenye hilo kundi kubwa, badala ya kuogopa ufurahi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, maswala ambayo yalielekezwa kwenye jeshi la polisi yalikuwa ni machache kwa kiwango hicho, na mimi niwashukuru sana, na kama kuna mengine tutaendelea kuwasiliana na tunaweza tukajibu kwa kadri ambavyo utanipa fursa kupitia maandishi yatakayojitokeza. Nawashukuru sana. Asante Mheshimiwa Waziri. Naomba nijibu kama ifuatavyo. Kuna swali liliuliza la kwanza kabisa, lakini ilikuwa lina ushauri ndani yake kwa watu wenye ulemavu wa kisaikolojia. Nina swali jamani. Huku bado mlenga huyu. Mimi na mlenga afisa maendeleo jamani, swali langu. Kwa wakijibu labda malizi yote kwa pamoja. Kwa upande wa watu wenye ulemavu, swali limetoka kwa mwakilishi wa shirikisho kwamba watu wenye ulemavu wa kisaikolojia, tumepokea ushauri kwamba kundi hili liweze kuwa sehemu ya programu ya TASAF kutokana na kwamba hali zao pia kwenye ishu za mikopo sio rahisi kuratibu ile mikopo na kurejesha. Tumelipokea na Mheshimiwa Waziri yuko hapa, tutawasilisha mahala husika. Tunashukuru kwa mawazo mliotoa. Swali la pili kwa kutoka kwa kijana wa chuo kikuu, bahati mbaya naona amenyanyuka, alikuwa anauliza vigezo vya mikopo hii, riba, na mtu anayeanza au lazima uwe na mradi ndio upate mkopo huu, lakini pia na kiwango cha mwisho.
Vigezo vya mikopo hii vipo na vigezo vimetajwa katika kanuni zetu. Mojawapo ni lazima muwe kwenye kikundi na lazima uwe raia wa Tanzania, lakini pia kwa upande wa umri kwa vijana wa kiume mwisho ni miaka 45, kuanzia miaka 18 mpaka 45, kwa wanawake kuanzia miaka 18 mpaka pale atakapokuwa hawezi kufanya biashara, na tumechukulia miaka 65. Na kwa upande wa wanawake ama wasichana, wao wanakizi kwa kipengele cha vijana na kipengele cha wanawake, lakini kwa watu wenye ulemavu ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, na watu wenye ulemavu aina zote isipokuwa ulemavu wa kisaikolojia ambao inaambatana na ulemavu wa tunasema usonji. Lakini pia niende sambamba na swali liloulizwa kuhusiana na watoto wenye ulemavu. Kwa kuwa mikopo hii inaanzia umri wa miaka 18, watoto waweze wakahusishwa kwenye mikopo hii. Pamekuwa na swali kwamba wazazi wao wahusishwe kwenye mikopo hii, lakini busara zinaonyesha kwamba mzazi akichukua mkopo na muda wa kulea mtoto anaweza akajikuta anakuwa chechefu mapema sana kabla hajaanza biashara. Hivyo kundi hili linaratibiwa katika ile misamaha ama huduma kutoka dawati la ustawi wa jamii, na ushirikishwaji wa maafisa ustawi wa jamii katika kuhudumia watu wenye ulemavu kwenye mikopo upo kuanzia ngazi ya kata, kwa maana ya kwamba afisa ustawi wa jamii ni sehemu ya kamati ya huduma ya mikopo ngazi ya kata. Afisa ustawi wa jamii ngazi ya halmashauri ni sehemu ya kamati, na wanashiriki mpaka kamati ya mwisho katika kuratibu eneo la watu wenye ulemavu kupata ile 2%. Kwa hiyo maafisa ustawi wanashirikishwa. Kuhusiana na swala la riba, mikopo hii kama nilivyokuwa nimeeleza haina riba. Mikopo ya 10% haina riba, lakini mikopo kwa wajasiriamali ndio yenye riba ya 7% ambayo inaenda kwa mtu mmoja mmoja. Mtu anayeanza biashara au ambaye ana biashara, kwa mujibu wa kanuni zetu, wote wanakwalify kupata mkopo huu wa 10%. Kiwango cha juu kabisa na cha mwisho katika mikopo hii ni milioni 150, na kiwango cha chini kabisa ni 500,000. Kulikuwa kuna swali lingine, kwa nini wajasiriamali walioko masokoni wasihudumiwe eneo ambalo biashara zao zipo? Hii imekuwa ni changamoto hata kwetu sisi waratibu, lakini tumekuwa tukiwahudumia, sio kwamba hawahudumiwi, wanahudumiwa, na tunachukua hatua ya kuwatembelea mahali walipo, na wakati mwingine tunatembea kwa maana ya kwa mfano mimi nakaa halmashauri ya Kinondoni, biashara yangu iko soko la Kariakoo, nitaombea Kariakoo. Kwa hiyo maafisa maendeleo waliopo eneo la Kariakoo watawajibika kuwasiliana na maafisa maendeleo wa Kinondoni ili kujiridhisha makazi yako yalipo na kuona kweli unastahili kupewa mkopo. Kwa hiyo tunaratibu kwa mtindo huo, sio kwamba hatuwahudumii, tunahudumiwa. Isipokuwa sasa changamoto inakuja kwa wale ambao wanahama kila wakati. Tunajua mji wetu una changamoto. Leo umehakikiwa Kinondoni, kesho haupo, upo Mbagala. Sawa, biashara iko pale, lakini tuna umuhimu sana wa kujua unakokaa ili tusaidie pia kufanya ufuatiliaji shirikishi. Kwa hiyo wanahudumiwa, lakini procedure yake inakuwa ndefu kidogo kutokana na makazi kuwa tofauti na sehemu biashara iliyopo. Afisa maendeleo, break kwanza. Nyie wote mliobaki humu, tukanywe chai, tukale. Wangapi wanasema twende turudi? Na mnatoka mnarudi, si ndio? Umeshaonja. Tumalizie, si ndio Wangapi wanasema tumalizie? Afisa maendeleo, endelea haraka haraka kidogo, si ndio Haya, mimi nyinyi tu. Asante. Mimi toka na mimi nilivyokuja asubuhi hivyo, si unaniona
Twende tu mdogo mdogo. Kwa upande wa benki mliuliza kwamba kuna Hadija kutoka Magomeni aliuliza amesikia benki mbili, NMB na CRDB, na yeye ana akaunti DCB, ina maana hawezi kupata mkopo? Atapata mkopo. Hizi benki mbili ni kwa ule mfumo jumuishi unaoratibiwa katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam peke yake kwa mkoa wa Dar es Salaam, na haizuii kuwa na akaunti pengine. Lakini kwa mujibu wa mikopo hii, ukiwa ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lazima akaunti inayopitishiwa mkopo iwe ya NMB kwa eneo ambalo unahudumiwa na NMB na CRDB kwa eneo ambalo unahudumiwa na CRDB. Lakini kwa wale wanaotoka Magomeni kwa maana ya Kinondoni, Ubungo, Temeke na Kigamboni, wao wana mfumo ule ulioboreshwa ambao akaunti zote zinafanya kazi, kwa maana ya benki zote zinafanya kazi. Na upande wa Fatuma aliulizia swala la dhamana, kama alitolea na mfano kama wamepata ajali ama biashara kutoenda vizuri, kwa sababu NMB wako hapa watalijibia. Lakini pia kwa upande wa masuala yanayohusiana na TRA yote, tunatambua kwamba kuna changamoto TRA kutambua vikundi kama kampuni na kwamba zile tozo zinakuwa kubwa. Kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa kupitia dawati la maendeleo ya jamii, changamoto hii tunaifahamu na tumeanza kuifanyia kazi kwa kushirikisha wenzetu wa TRA ili waweze kutusaidia kuwa na dirisha linalohudumia vikundi peke yake na sio kuhusianisha vikundi na masuala ya kampuni. Kwa hiyo bado liko kwenye mchakato wa kushughulikiwa. Tunaomba mwe wavumilivu kwa sababu haya mambo yanaenda na miongozo na kanuni, sio rahisi kubadilisha kwa haraka, lakini tunaendelea kushirikiana na wenzetu. Na kuhusu umri wa watu wanaume, tunafahamu kwamba serikali yetu ina programu mbalimbali za kuwezesha makundi yote yaliyoko ndani ya jamii, na kuna kipindi tunakuwa na programu katika programu zinazogusa makundi maalum. Sasa programu ya 10%, mikopo ya 10% imejikita katika kuwezesha makundi maalum matatu: kundi la vijana, kundi la wanawake na kundi la watu wenye ulemavu. Ninafahamu kwamba kuna programu zingine katika masuala haya ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ziko wazi, kwa maana ya kila aliye mjasiriamali, haijalishi una umri wa miaka mingapi, unapata fursa ya mikopo. Kwa hiyo tu sitakuwa na majibu mazuri sana ya kutia matumaini katika 10%, lakini najua kuna mikopo mingine kwa ajili ya wajasiriamali wote, haijalishi una umri gani, unaenda kupata huko. Kwa hiyo kwa 10% tuelewe tu imejikita kuwezesha makundi maalum matatu: vijana, watu wenye ulemavu na wanawake. Na vijana mwisho ni miaka 45. Mkumbuke serikali imeongeza umri, kipindi kilichopita ilikuwa miaka 35, sasa hivi ni miaka 45. Mwenyekiti, naomba niishie hapo. Asante kwa utangulizi huo. Najua kuna afisa mwingine wa wizara hapa atajibu. Ngoja asikilize kwanza masuala mbalimbali, lakini zikaribishe benki. Kuna maswali yamegusa benki hapa. CRDB, NMB na nani tena? DCB. Kama aliyepo TCB leo amejibu. Haya, tuende kwenye benki ambayo ina la kuongea. Kwa upande wa benki kuna maswali kama mawili ambayo yameulizwa. Kuna swali ambalo limeulizwa na dada Fatuma ambayo liuliza, endapo umechukua mkopo alafu ikatokea bahati mbaya imetokea ulemavu au chombo kuharibika, benki inafanya nini? Na akaomba kama ikiwezekana wafutiwe mkopo. Sasa kwa utaratibu wa benki kuna bima ambazo zinakava mambo mawili. Ya kwanza ni bima ya afya. Ikitokea bahati mbaya aliyekopa amepata ulemavu wa kudumu,
benki kupitia bima wanalipa huo mkopo, na ikitokea bahati mbaya aliyekopa ametwaliwa, amefariki, benki inalipa mkopo huo kupitia bima. Lakini kwenye vyombo vyote ambavyo wamekopea kwa ajili ya kufanya biashara, kwa mfano magari hizi, bodaboda au bajaji, benki imeweka bima kwenye hivyo vyombo. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya chombo kimepata ajali kikaharibika kabisa, basi bima inafanya kazi kwenye vyombo hivyo, aidha kutoa chombo kipya ama kukitengeneza chombo hicho ambacho kimeharibika kulingana na tatizo au ukubwa wa tatizo ambalo limetokea kwenye hicho chombo. Hilo nadhani ilikuwa la upande wa benki. Kuna moja ambalo liliulizwa la vikundi, nadhani hili ni la wenzetu wa CRDB. Asante sana. Asante sana, na nimkaribishe mkurugenzi Juma. Utakapojibu unganisha na lile, hivi machinga mmoja kwenye kikundi yuko kata hii, yuko kata hii, vikundi kata mbalimbali, yani wanafanyaje hizi kazi? Kuna restrictions gani? Asante sana Mheshimiwa Waziri. Naitwa Juma Samuel, ni mkurugenzi wa kitengo cha makundi maalum. Natoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Nitaanza kwa hoja ya afisa usafirishaji moja, aliongelea swala zima la wao kupatiwa ofisi ngazi ya kata, lakini pia kuwa na kandidata. Tunashauri sana maafisa usafirishaji na makundi mengine yote ya wafanyabiashara ndogo ndogo nchini kufanya kazi kwa karibu na waratibu wa zoezi la utambuzi, usajili na utoaji wa vitambulisho kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, na yawezekana wasiwe na kandidata yao kama ya kielektroniki, lakini tunaomba kwa kushirikiana na mratibu ngazi ya kata mtakuwa na taarifa za wanachama wenu, lakini pia kwa kushirikiana na mratibu ngazi ya kata ni rahisi kuunganisha taarifa zenu ngazi ya wilaya. Eneo la ofisi, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano, ametoa ofisi za mkoa. Tunaamini yawezekana kutakuwa na ofisi za wilaya, lakini tunaamini ofisi za mkoa ziwe chachu ya sisi katika kata zetu pia kuwa na maeneo rasmi. Benki ya NMB anapotaka kutuhudumia, tukumbuke mkopo huu 7%, kiwango cha chini ni shilingi 100,000, kiwango cha juu ni shilingi milioni 4. Ili akufikie yule afisa mikopo atataka ajue unapatikana wapi. Kwa hiyo nashauri maafisa usafirishaji, vile vijiwe vyetu tuvirasimishe, visajiliwe, tuwe na uongozi, na vijiwe vyetu wanachama wawe ni sehemu ya dhamana ya wale watu ambao watakuwa wanapata mikopo hii. Lakini kumetokea hoja kwa ndugu Athumani, eneo la vitambulisho. Tulipoanza zoezi la utambuzi, usajili na utoaji wa vitambulisho, tulikuwa tunaulizana baadhi ya taarifa, na baadhi ya taarifa zilikuwa zimekosewa kule nyuma. Baadhi ya vitambulisho vilikuwa na changamoto. Sasa hivi kwa kushirikiana na waratibu wa mikoa, waratibu wa wilaya, lakini pia kwenye kata, tumeomba tupate orodha nchi nzima ya wale wote waliosajiliwa na hawajapata vitambulisho, ili tuweze kuchapisha vitambulisho vyao. Cha msingi, kitambulisho hichi utakaa nacho kwa miaka 3. Yawezekana leo usipate mkopo, ukapata kesho. Yawezekana kama sio kesho, kesho kutwa. Kwa hiyo ni muhimu ukatunza kitambulisho hichi ili iweze kukusaidia leo au kesho. Na kwa mkoa wa Dar es Salaam niwapongeze, nilikuwa naangalia wakati waziri anatoa taarifa kwenye zile shilingi bilioni 9.5, Dar es Salaam imeshafika bilioni 1. Naona kabisa APEC Dar es Salaam ni nzuri sana katika fursa hii ya mikopo. Lakini vitambulisho vyetu, angalizo, taarifa tunazochukua kwako kupitia NIDA vimeunganisha na mifumo mingine. Kwa hiyo kama una mikopo, aidha ulichukua songesha kwa laini yako, baadaye ukaamua kuitupa kwa sababu alikuwa anakusumbua, zile taarifa zako, mfumo wa kibenki, mfumo wa vitambulisho vinasomana. Kwa hiyo tunawaomba wote wanaosajiliwa na wanaomba mkopo wa 7%
wawe waadilifu kweli kweli, wasiwe na roho mtaka vitu, kwamba anachukua huku anatupa laini, anasajili laini nyingine, taarifa zako zinasomana mada mtu umesajiliwa kwenye NIDA. Kwa wajasiriamali wanaofanya kazi, unakuta anakaa mtaa X anaenda mtaa Y, na kubaliana ushauri wa mwenyekiti wa wafanyabiashara ndogo ndogo kata wilaya ya Kinondoni Bi Mariam Simba, ebu pamoja na biashara zetu, lakini tutambulike maeneo tunaofanyia biashara zetu. Usiishie tu nakaa soko la Kisutu, lakini hata uongozi wa kata wa kutambui, uongozi wa mtaa wa kutambui, lakini unatamani hizi huduma mbalimbali ambazo serikali inazitoa. Yawezekana unakaa Kawe, kwa saa 11 umeshawahi Kisutu, kule Kawe ufahamiki, lakini ukifahamika pale vizuri, itakuwa inakupa fursa nzuri ya kuweza kukopesheka, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia waziri wetu, kwamba Mheshimiwa Rais ndani ya zile siku 100 ameahidi kuongeza fursa za kiuchumi na ametenga shilingi bilioni 200, na sasa hivi benki ya NMB inaendelea kupokea maombi, kuyachakata, ili mambo yanapokuwa mazuri, wale wote ambao wamekidhi vigezo waweze kupatiwa fedha. Tunawahamasisha wafanyabiashara ndogo ndogo nchi nzima wajitokeze, waombe mikopo, michakato ikamilike, na mnapotembelea maafisa wa benki, wale maafisa mikopo, najua anayekuratibu ni afisa mlo jamii, lakini anayekuja kukuhakiki ni afisa wa benki, afisa mikopo. Anaweza akaja kirafiki kujua make inatokea wakati mwingine waombaji wa mikopo wengine ana biashara, anategesha biashara jirani, kwa watachunguza taarifa zako za nyuma kuona kama kweli huu mkopo uliomba milioni 4, milioni 3, milioni 2, 100,000, 50,000, je, unaweza ukairejesha? Tuwape ushirikiano na tuwe na biashara halali zinazotambulika, na pia kwa sababu sasa hivi mpaka ngazi ya halmashauri kuna dawati maalum, mshirikiane na yule mratibu wa dawati la utambuzi, uratibu na utoaji wa vitambulisho vya wafanyabiashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Waziri, wizara unayosimamia imejizatiti kuhakikisha kwamba ili kundi kubwa la wafanyabiashara ndogo ndogo, haijalishi anafanya biashara gani, mada Mheshimiwa Rais amemtambua rasmi, linawezeshwa na linakuwa kiuchumi. Na tukuahidi Mheshimiwa Waziri, baada tu ya uchaguzi, kama Rais alivyotoa maelekezo yake, ndani ya siku 100 tungetamani wote ambao hawajasajiliwa waweze kusajiliwa, wapate vitambulisho vya kidijitali na hizi fursa ziweze kuwafikia. Tunaamini baada ya muda sio mrefu, wafanyabiashara ndogo ndogo wengi, wale waliokuwa hawakopesheki, yule aliyekuwa anauza mboga mboga, anayeuza nyanya, anayeuza matunda, watakuwa wamepata mtaji wa kuanzia biashara zao. Tumelenga wale wadogo wadogo kwa sababu ukienda kwa Bwana Mashaga, yawezekana masharti yake ni magumu kidogo, taasisi za fedha, kwamba haya masharti yamelegezwa kidogo. Kile kitambulisho chako ndio dhamana. Tunachoomba kutoka kwenu watakaobahatika kupata huu mkopo, tumsimamie roho mtaka vitu wasiwepo. Isitokee umechukua mkopo mtaa wa Kisutu, kesho unahamia Kijichi, baadaye unaambia Bagala, unakuwa mkimbizi ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa sababu unaficha taarifa zako. Mheshimiwa Waziri, sisi kama wizara, kwa jinsi tunavyotusimamia, tunaamini hili kundi kubwa ambalo umekabidhiwa na Mheshimiwa Rais, baada ya muda sio mrefu litakuwa limejikwamua kiuchumi na litakuwa na tija zaidi katika uchumi wa nchi. Otherwise, niombe waratibu wote wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na Ana Kioo, tupokee wale wote ambao wamesajiliwa kule nyuma lakini mpaka sasa hawajapata vitambulisho vyao, ili tufanyie kazi na mwisho wa siku waweze kutumia vitambulisho hivyo kama dhamana ya kuweza kukopesheka. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri. Asanteni sana. Jamani, nyie ni watu wavumilivu sana. Mnaona sasa ameweza kupita kwenye mambo mengi, na mimi kwenye checklist yangu hapa nilikuwa najaribu kukagua
hata hili swala la wenye ulemavu mikopo ya 2% alijisemea hapa mtaalamu wetu, lakini kule Machinga Kijiji, soko la Kijiji ni kama yatima, naomba mlichukue Dar es Salaam. Ni wilaya gani? Ni Temeke. Mimi pia nitamtumia mkuu wa wilaya message kuhusu hili swala, aliaddress yeye mwenyewe. Sawa jamani, hapa ni kama mmechokoza mada. Na mimi niwatie ujasiri. Mimi ndio maana natangazaga namba yangu waziwazi. Mambo mengine haya mkitangaza namba zenu, wananchi wanaleta tu maswali hapo, alafu unaamka tu siku hiyo, unaingia hata kwenye akaunti ya mkoa, unatoa taarifa, watu wanasoma. Sasa kuja kukutana na watu hivi wanakuwa na maswali mengi, si kwamba wanataka wayalete hapa, ni kwa sababu labda tumekosa mfumo kule, wawayapeleke wapi? Kwa hiyo mimi niseme, yaweza tusijibu kipengele, lakini mnajua mimi ninaposimamiaga jambo, ni kwanza nitayasimamia, kwanza nitayaorozesha, kwanza mnitumie, alafu nitawapelekea mimi kwa barua mkuu wa mkoa, mliniachia kikao hiki hapa, ninaomba yajibiwe. Sijui kama mnanielewa. Lazima yajibiwe. Tengeneze mifumo ya watu kuuliza. Bwana mimi wananiuliza pale na wajibu huku tunacheka na vibonzo juu, jamani Gwajima oye. Maisha yanatakiwa yamepesi sana nchi hii. Kidigitali kuna shida gani? Jamani mmeamka. Asalamu alaykum. Mnaniona mimi hapa? Nimependeza sijapendeza? Umependeza? Lete swali. Unatoa swali hapo, tunajibizana. Tusingekuwa na mkutano mrefu namna hii. Lakini hili swala la mikopo. Mikopo how long? Hivi mmelijibu? Ukomo wa mikopo sinategemea mkataba wako wa mkopo. Ni wewe mwenyewe mikopo iko na mbalimbali. Kuna ili swala la form ya IMASA NB mmejaribu kusema mikopo ya IMASA, nafikiri kuna mchanganyiko wa concept na actual. Hii mikopo yote ni program za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa umeingilia IMASA, umeingilia jukwaa, umeingilia wafanyabiashara ndogo ndogo, umeingilia wapi? Mwisho wa siku utapita NMB, mwisho wa siku utapita kwenye 10%, sawa? Mwisho wa siku utakwenda speed jasiri bondi. Unaogelea wewe kama alivyoteremka Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, miundombinu ya mikopo yote wezeshi. Ukienda Azania kule kuna ya 1%, ukienda TCB benki sijui kuna tabasamu za 2%, ukienda CRDB kuna Inveju, ukienda hapa sijui NMB kuna sijui wanawake jasiri. Nyinyi kuna mikopo ambayo hata kama unapitisha hela zako kila siku hapo, zinapita tu, mwezi ukaisha unavuta milioni yako unakwenda. Sasa nadhani tujipe kazi afisa maendeleo ya jamii Dar es Salaam, tuchukue hizi information zote tuzitie kwenye mkeka fulani, watu wapewe kama menu. Ukienda huku kuna hiki, ukienda uogelee mwenyewe upendavyo. Ndugu zangu sawa? Hapa ni ukosefu wa taarifa ndio tunaopata nao tabu. Kuna mtu alisema hapa Kigamboni nako Mheshimiwa mkuu wa wilaya Kigamboni anatakiwa atoe hiyo taarifa yake kuhusu Kigamboni, kwa nini hatuna vizimba. Albino kule ardhi Geza Ulole sijui ni ya mkopo. Sijui kuna hivi vitu. Tupeleke taarifa ya haraka ili mwenye Kigamboni yake pale kwenye taarifa yake ya ukurasa wa Kigamboni aweke ili jibu. Sawa jamani? Manake sasa nikianza kusema hapa habari za Geza Ulole na mkopo, naweza nikafunua yaliomo na yasiokuwamo. Simbe, Kinondoni, changamoto kata mbalimbali. Huyu mmoja akakopa huku kikundi changu mimi rafiki yangu atemeke na Kailala, alafu mwingine wa Ubungo. Haya ni mambo ya administrative arrangement. Hivi nyie semeni administrative arrangement. Yaani utawala, hakuna sheria moja kwa moja kwamba kikundi chako lazima tu kiwe cha hapo Temeke. Hasa mimi leo napanga nyumba Temeke, imepanda bei na nimekopa Temeke. Sina hamia Ubungo. Hasa ndio inakuwaje hapo? Mimi nadhani vitu vingine ni kuwaeleza wananchi kwa Dar es Salaam setting yake ni tofauti na Katavi. Sawa jamani? Haya mambo muyabebe. Wewe mtu umemkopeshea Ubungo, kesho kashindwa kulipa ile nyumba au aliolewa kapewa talaka na mkopo wanao, ina maana asihamie Sinza? Sisi vichekesho hivi. Alafu inakuwa ajenda ya kitaifa. Kweli tunamtendea haki Dr. Samia hapa? Mbona kama vurugu tu hizi? Hizi ni vurugu tu ambazo zinatokana na watu kutokukaa na kujadili mambo yao. Msiogope. Kwanza wewe chukua mkopo hapo ulipo. Si ndio Alafu Dar es Salaam unahamia wapi? Jamani watu wanahamaga hata mikopo, hata mikoa, lakini hela si ya serikali. Hivi serikali si iandikiane barua? Huyo anakuja huko na genge lake. Si ndio Tunaomba
afuatiliwe, arejeshe hela. Binadamu ni mtu ambaye yani anahamahama, sawa, kwa sababu moja au nyingine. Lisiwakwaze hili, itabidi litolewe maelekezo ya kitaalam ili watu wajue, wawe huru. Mtu akiwa huru anakuwa na ujasiri, anaipenda serikali yake. Sawa jamani? Hapa mimi sioni hata shida. Nyingine nataka nilikolezee hapa Kinyerezi. Wamesema hajaja. Nafikiri mmelisolve la Kinyerezi, na mtu wa Kinyerezi mlikuwa hamjaenda. Naenda kwenye hili TRA. TRA nalo nakwenda kulikusanya. Kuna TRA Dar es Salaam. Watu wamelisemea la TRA watoe elimu. Kuna watu wamesema ukienda ndani naambiwa toka nje. Ukienda nje huko ukurasa wa mambo unabadilika. Hapa pana shida. Taliingiza kwenye ripoti yangu ya wenye kichwa kikao lisemewe. Saa nyingine mtu unaenda tu pale unajibiwa na unatoka kinyonge. Muombe meneja. Hivi nyie mnakuwa wanyonge kwa sababu gani? Hodi, ofisi ya meneja iko wapi? Mbona mimi utaratibu unaanza kubadilika meneja? Saa nyingine ni mtu mmoja kwenye msafara wa mamba na kenge siwamo. Anaharibu alafu wewe unalibariki. Sasa inakuwaje? Mimi waga sio mnyonge. Hodi, meneja yuko wapi? Mimi sitoki hapa, nataka nimuone. Mbona mimi sielewi utaratibu? Unakuta kwa ujasiri wako wewe umekomesha na kuokoa watu wote. Hizo ni mbinu tu za msituni mjini. Mjini na kwenyewe kuna msitu, una mambo mengi. Yaani wewe uko Dar es Salaam afu mtu anakusumbua. Anakutoa kwenye utaratibu, unakubali. Haya, naenda kulipeleka litolewe maelekezo na hao wenye TRA yao. Gaston Bashasha, uhaba wa ofisi, mpango gani sisi bodaboda, si ndio? Niseme kama nilivyosema wakati tunamkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, safari ni safari. Hatukuwa hata na wizara, haikuwepo, iliombwa miaka mingi, haikuwepo, imeundwa. Mheshimiwa Rais akasema wakusanye wote mwalete kwenye wizara hii tuanze kwenda mbele. Akatoa milioni 10 zijengwe ofisi za kila mikoa. Zimejengwa, mikoa 5 bado wanamalizia. Ina maana Shiuma wako humu? Shiuma mpo? Hivi nyie bodaboda wakija kwa mfano Shiuma Tabora wanapaka chumba cha bodaboda. Uongo kweli? Hivi nyinyi hiyo nyumba mmepewa ina ofisi 3. Kwa nini hamwakaribishi wenzenu kwanza kwa kianzio? Hii haina maana kwamba project ile pale imeishia hapo. Hizi ofisi zitashuka kwenye wilaya, zitakuwa zinakwenda hivyo hivyo mpaka chini. Lakini kwa kipindi hiki ni waombe, na tuliongea na watu wa Shiuma kwenye grupu moja liko hapa kwenye WhatsApp, na wakasema sisi tumejiratibu. Ukija pale tumeweka na mlango huu wa bodaboda, hapa ni ka conference center, hapa ni Shiuma. Atuzuliani mambo yetu, hata kama ni mamalishe aje hapa alete ajenda yake, aitumie hii ofisi mbele ya safari. Mpango ndugu yangu ni endelevu. Kuna mpango unakamilika siku moja. Hebu tumpigie Mheshimiwa Rais kwa kianzio. Tutarudi kwenye mjadala wetu wa jukwaa letu la liko kule, kuna jukwaa letu. Tutakwenda kuona ni wapi ambapo mtu akigonga hodi, naomba na mimi niweke ajenda yangu leo, anakatazwa. Lazima wafanyabiashara ndogo ndogo tupendane. Leo uko kwenye bodaboda, kesho umehama umekuwa muuza nguo. Kesho umetoka pale umehamia huko umekuwa muuza vipodozi. Kesho wewe una maduka ya vipodozi ya nguo na bodaboda unakodisha. Sasa kwa nini mnawekeana mipaka wafanyabiashara ndogo ndogo? Oye. Kwanza tuanzie hapo. Kesheni mkiomba niwepo nisiwepo. Lakini lazima nyinyi mfikie ndoto yenu ya kuwa wakubwa kama Dr. Samia anavyotaka. Haya maswali yenu ni changamoto kwetu, yanatufanya tuwaze mbele zaidi na kumshauri Mheshimiwa Rais. Huyu hapa Neema alikuwa TRA, naye tumelisemea, tunakwenda kuwaambia watoe ka statement kufuatia mkutano huu wa Waziri Mkuu ili tuweze kunini. Haya nilitaka nipite juu juu. Nadhani nimesimenti vizuri. Uongo kweli? Sasa swali kwenu. Kule nje wanakunywa chai na kula. Nyinyi huku mnasema tumalize. Lakini wamerudi wameshakaa wanasema nina swali. Mimi niko vizuri. Mimi niko vizuri. Kama hivyo ndivyo, wangapi wana maswali? Wapo, wameshakunywa chai, wameshiba. Ambao hawajanywa watoroke wakapate kitu kidogo. Umekunywa yote?
tufunge tu, Mungu atubariki. Mtu kama mimi hapa, yani mimi nisipopata fursa ya kula nashukuru Mungu, maana nina mzigo wa kupunguza. Subiri sasa, nyinyi jamani hapa simameni niwaone mko ngapi. Nani hapa? Mwenyekiti, ngoja. Shandala, wahesabu wao. Nakuja huko. Na wewe ndio utakuwa mwenyekiti wa wenzako. Hapa simameni. Hapa simameni wenye swali hapa. Katikati Shandala anahesabu huku. Wewe mama hapo, dada uliyesema kule, wewe ni mwenyekiti wa hapa, hesabu watu wako. Huku. Naje atakuwa mwenyekiti wa huku. Huku hamna. Umepata wangapi hapo? 5. Wewe utawapa maiki watu 5, wakimaliza wewe unauliza tumemaliza. Si ndio hivyo? Maiki iende hapo. Wako wangapi huku Shandala? 7. Tembeza 7, 5, 11 ngoma tunamaliza. Wewe uko wapi? Uko kundi lipi? Uko jukwaa gani? Tunahesabu majukwaa na watu. Wewe una 5. Una wangapi? Hao hawaulizi. Yule kule yuko kwenye blue ni wa wapi? Si unamwona huyu? Huko ni wa huko. Umemchukua. Anza kugawa maiki, hatuongezi tena, tunajibu tunaondoka ndugu zangu. Haya. Watu hapo. Mna namba zenu. Kwa majina naitwa Christina Peter. Natokea kikundi cha Umoja wa Wanawake Usafi na Mazingira Kinondoni. Swali langu linakuja kwenye masuala ya mkopo. Mimi nilikuwa nauliza kuhusu wanufaika wa 30% ambao wamepata kazi ya halmashauri. Kwa sababu wao sio wajasiriamali na hawako kwenye kitengo cha kufanya biashara, bali wamenufaika na kupata kazi halmashauri. Je, kuhusu mkopo wa benki, tunaruhusiwa na sisi kuchukua mkopo kupitia kikundi? Asanteni sana. Naitwa Mohamed Mchingama, ni mweka hazina machinga mkoa wa Dar es Salaam. Naelekea kwenye mikopo ya halmashauri. Kimsingi mtu anapohitaji mkopo maana yake amejipanga kibiashara kwa wakati huo. Lakini naona kuna eneo lina changamoto. Eneo la muombaji mkopo kusubiri kufanyiwa process mpaka kupata ndani ya siku 90. Hii ni changamoto. Kwenye eneo hilo naomba halmashauri au wizara yako mheshimiwa ifanye tena mchakato, siku zipungue, ni nyingi. Kufuatilia mkopo siku 90, mfanyabiashara anafika sehemu anakata tamaa. Ni kipi kinachosababisha iwe siku 90? Hilo eneo lifanyiwe kazi tena, ili mfanyabiashara asimame na wazo lake kwa wakati husika na muda husika. Siku 90 ni nyingi. Hiyo ni changamoto ambayo iko halmashauri. Mheshimiwa Waziri, fedha zimeelekezwa benki ya NMB na kwenyewe mheshimiwa kuna changamoto vile vile. Kuna watu wamepewa kama vile wametafutwa mashahidi wa kusema fedha zinatoka, lazima tuwe wa kweli. Na kwenyewe kuna changamoto, fedha NMB hazitoki. Wanaomba watumia, wanapata 7.
wanaomba watu 200 wanapata 15. Hii si sawa. Mfanyabiashara anakuwa na tageti yake ili afanye biashara kesho na kesho kutwa na yeye aende kuwa mlipa kodi, lakini kuna vikwazo pande zote mbili ambazo fedha zimeelekezwa. Siku 90 ni nyingi. Halmashauri kaeni tena muone mchakato gani wa kufanya siku zipungue. Kuna mtendaji, kuna si mtaa, kuna kata, kuna halmashauri, kuna mkoa. Kwa nini hapa pasisomane vizuri ili muda upungue, ili mazoezi yaende kwa wakati? Lakini mwakilishi wa benki ya NMB, kuna malalamiko mengi tunayo. Kutoa fedha kwenu imekuwa ni tatizo sana, tena sana, na mmetukatisha tamaa. Malengo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mazuri, lakini fedha inapokufika kwa wataalamu, mheshimiwa, sasa sijajua, kwa sababu huku riba ni ndogo, wanapewa wakubwa whatever, wao ndo wanajua. Lakini mheshimiwa, fuatilia kwa kina, fedha NMB hazitoki kirahisi. Naomba kuwasilisha. Asante. Kwa majina ninaitwa Onesmo Michael Mwamugoge. Ni mjumbe kutoka madereva bajaji wa walemavu Kivukoni. Mheshimiwa Waziri, kwanza ni furaha kubwa kuweza kukuona hapa leo. Kwa madereva walemavu waendesha bajaji mkoa wa Dar es Salaam, tuna shida tena iliyo kubwa, na kuna kitu amekuja kutuongezea hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndani ya 3% ya waajiriwa hasa halmashauri za manispaa, kuna bajaji manispaa kule wanapeana wao kwa wao. Huyu mlemavu amwangalii wala hawamuoni. Hilo jambo la kwanza hilo. Sasa hivi mwendo kasi inafunguliwa Mbagara, wanapeana wao kwa wao. Huyu mlemavu anaweza kakaa akachezea kompyuta pale akapokea malipo, lakini nenda vituo vyote hukuti hata mmoja. Kuna daraja la Nyerere pale, tunaweza tukakaa tukachukua hela, humkuti mlemavu hata huyu hata mmoja. Na hapa tumeambiwa lazima 3% ya za ajira apewe nani? Apewe mlemavu. Hapa hizo hatuzioni. Walemavu hawa ninyi mtakuwa mashahidi, miaka 10-20 iliyopita walikuwa nakaa barabarani kuomba. Sasa hivi utawakuta 2 au 3 wako na ajira yao, wanaendesha bajaji pale. Lakini bado katika hizi bajaji wanazoendesha, wanaendesha kwa shida, kwa tabu. Bahati nzuri ikaja 10% na iya katika kubadilika mfumo tushachanganywa. Nyie hamkopesheki, tumewapa hamlipi. Baadhi ya watu wachache wale tuliolazimishwa lazima muwe kikundi na lazima mlipe pesa kwa pamoja, wakati mimi ningepewa. Ngoja, walemavu mnaundishwa kikundi? Walemavu wanaundishwa kikundi? Yaani nataka nikupate vizuri, unaongelea issue ya wenye ulemavu? Naam. Wanaundishwa vikundi? Naam. Hapa Dar es Salaam? Naam. Hicho vikundi, hebu niweke sawa hapa Waziri. Awamu ya kwanza tulivyokuwa tunakopeshwa hizo bajaji, ilikuwa ni lazima uwe kwenye kikundi na ni lazima mlipe kama kikundi. Lakini katika hicho kikundi sijajua serikali hapo iliangaliaje kwamba huyu mtu ninayempa biashara hii anaifanya, amewahi kuifanya na anaweza kaifanya,
na hata kama hajawahi kuifanya na mwanzishia hapa, hata kama itakuwa sala, mimi kama serikali nitasimama vipi hapo sijajua. Labda katika hilo, kwa sababu limesemwa sana, niseme serikali ya awamu ya 5 ilianzisha, si ndio? Baadaye changamoto zikajadiliwa, na kumbuka nikiwa bungeni, ikaondolewa hilo la wenye ulemavu kuunda vikundi. Ikawa kwanza wenye ulemavu kwenye kijiji unawapata wangapi ndugu zangu? Ikaondolewa, ikawa mwenye ulemavu yeye peke yake na wazo lake na uwezo wake kwa aina yake ya ulemavu. Hebu niambie kwenye kikundi sasa, unaenda kuunda kikundi, huyu mlemavu wa macho, huyu mlemavu wa miguu, huyu mlemavu wa kitu gani? Kwa hiyo hiyo iliondoka kwenye awamu ya 6 baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia, akaifuta, ikawa ni wewe mwenye ulemavu peke yako katika ile 2%, ukitambuliwa hapo ulipo unapewa mkopo. Lakini mkipenda wenyewe, si ndio? Lakini sio la lazima. Okay, kwa hiyo nadhani tuna kila sababu ya kumshukuru Dr. Samia kwa sababu hilo alilegezea masharti sana, na lipo kwa mujibu wa sheria. Wewe peke yako, mimi juzi niwape mfano, Kilombero kule, nafikiri sijui Malinyi huko, Morogoro ya mbali huko, kijana mmoja hivyo mlemavu wa miguu yuko peke yake, nimeona huko mtandaoni analalamika. Nikalichukua ile shauri nikawapa mkoa wa Morogoro, akalishusha kwa mkurugenzi wa Morogoro huko Malinyi huko na nani wake na DC wake, nikalifuatilia mimi mwenyewe hivi ninavyosema, kapata bodaboda yake vizuri. Umeelewa? Peke yake kama yeye, tena anaitwa Tito. Safi. Kwa hiyo labda hilo kwa namna hiyo, sasa kama bado lipo mahala mna haki ya kulalamika, lakini kama ni habari za serikali ya awamu ya 5 limefanywa maboresho. Asante. Basi katika hilo labda mimi niweke sawa. Je, watu wale ambao ndo wanatuhumiwa ni wadaiwa hawakulipa na sasa hivi hawana chochote, wanaruhusiwa tena kwenda kukopa? Sasa hivi kwenye mikopo, kadri unavyoishi mkopo huwa kuna changamoto nyingi sana, si ndio? Pia kuna mikopo chefu, si ndio? Sawa. Huyu ilichukuliwa sijui mama baba kafariki sijui kawaje, huyu ilikuwa bodaboda sijui kafanyaje nini. Hilo sasa ni la kulitazama. Kwa nini hawa waliokuwa kikundi cha wenye ulemavu huko nyuma wamekwama? Huwa anatumwa na afisa, anakuja anachukua maelezo, mnaweza mkafika katikati hapo mkasikia mtu mwingine labda alikuwa pua hela, si ndio? Huwa kuna kupita mpaka polisi upate maelezo, si ndio? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuvitazama mpaka tuseme kwamba hawa wanastahili kulipa ama hawastahili kulipa. Linaandikwa serikalini, linakaa pale, mkaguzi wa serikali akija anakuta vielelezo vimelala pale kwamba kamilika, ikaangalia ikafika mahala kwa hawa wafutiwe. Mnarudi sasa kama ni NMB na yenyewe inaangalia sera yake, inaongea na serikali. Yani message za Mtanzania mmoja, simu yangu nikiwapa hapa mtakimbia, mtasema aliwezaje, lakini niliweza katika Mungu anitie nguvu. Amina. Sawa? Amina. Mambo haya mengi ni uelewa tu ndugu zangu. Mtu analibeba swala mpaka kwa rais. Rais ana mambo makubwa mazito yakimwelekea nchi ipige kona kuelekea wapi, apewe nafasi. Lakini sisi tuulizane wenyewe kwa wenyewe ili vitu kama hivi tuviweke sawa. Kwa hiyo hapa unaandikwa tu kikundi maelezo, tulikuwa hivi, imekuwa hivi, hatuwezi kulipa. Kamati sasa zinakaa. Kuna kamati mpaka ya madeni ya taifa makubwa. Huwa inakaa inaangalia, nasema hili deni tumekubaliana kwa mazingira haya, unamdai nani hapa? Sio utu, sio binadamu, futa. Kwa hiyo msiwe na shaka. Unatokea kata gani? Mimi natoka kata ya Yombo Vituka. Yombo Vituka. Assignment kwa afisa maendeleo ya jamii. Yombo Vituka, wilaya ya Temeke. Tuma CDO wako wa Yombo Vituka kwenye shirikisho la wenye ulemavu, awasikilize, aone na nipate majibu. Na niseme kwa sababu wizara ya watu wenye ulemavu iko kwa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete chini ya ofisi ya waziri mkuu. Kwanza hilo mlielewe. Lakini kwa sababu ni wizara pacha tunafanya pamoja, tampelekea hii ripoti, taarifa ya Yombo Vituka, tuione ikoje, aione inaweza ikatoa mwanga kwa nchi nzima
mambo kama haya yakoje huko chini. Sawa kaka yangu? Sawa, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Asante. Kubwa zaidi, ajira kwa watu wenye ulemavu. Sawa. Tuko madereva tumejaa, wengine tunakaa bila kazi. Sawa. Lakini kazi halmashauri zipo na bajaji zipo wanazo, watupe tufanye kazi. Tumekuelewa, watalijibu wataalamu.